Kulingana na uchambuzi wa nyaraka za siri za Urusi uliofanywa na shirika la ulinzi na usalama la Uingereza, Urusi inaiuzia China vifaa vya kijeshi na teknolojia ambazo zinaweza kuisaidia Beijing kujiandaa kwa uvamizi wa angani dhidi ya Taiwan. Uchambuzi huo wa Royal United Services Institute Rusi umebeba kurasa zipatazo 800 za nyaraka, ikiwamo mikataba na orodha za vifaa vinavyopaswa kutolewa na Moscow kwa Beijing. Nyaraka hizi zilitoka kwa kundi la aktivisti wanaharakati wa mtandaoni liitwalo Black Moon, ambalo hapo awali lilichapisha sehemu ya nyaraka hizo mtandaoni. Mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Associated Press AP ya Septemba 26 mwaka huu, waandishi wa ripoti ya Rusi wamezishuhudia baadhi ya nyaraka hizo na kusema zinaonekana kuwa za kweli, ingawa sehemu ya nyaraka hizo inaweza kuwa imeachwa au kubadilishwa licha ya kukosa uwezo wa kuzithibitisha uhalisia wake moja kwa moja. Mchanganyiko wa nyaraka za Urusi, zikiwamo zilizokamilika na zile zinazoendelea kama rasimu, zinataja mikutano kati ya wajumbe wa China na Urusi pamoja na ziara zao jijini Moscow, pia ratiba za malipo na utoaji wa mifumo ya parashuti ya miinuko ya juu na magari ya mashambulizi yanayoweza kutua majini na nchi kavu na kufanya mashambulizi. Nyaraka hizo zinapendekeza kwamba Urusi imeanza kazi ya kutengeneza vifaa hivyo vinavyopaswa kuwasilishwa, lakini hazina ushahidi wa moja kwa moja kutoka upande wa China unaoonyesha kuwa Beijing imelipa kiasi chochote cha fedha au imepokea vifaa vyovyote kutoka Moscow. Waandishi wa ripoti hiyo wamehoji kwamba vifaa hivi vinaweza kutumiwa kuvamia Taiwan chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping. China imeanzisha mpango mpana wa kisiasa. Waandishi wa ripoti hiyo wamehoji kwamba vifaa hivi vinaweza kutumiwa kuvamia Taiwan chini ya uongozi wa Rais Xi Jinping. China imeanzisha mpango mpana wa kisasa wa majeshi yake kwa lengo la kufanya iwe jeshi la kiwango cha dunia ifikapo mwaka 2050. Maafisa wa cheo cha juu wa Marekani wamedokeza kuwa Rais Xi Jinping alitoa agizo kwa jeshi lake kujiandaa kwa uwezekano wa kuivamia Taiwan mapema iwezekanavyo ifikapo mwaka 2027. Beijing inasisitiza kuwa demokrasia hiyo inayojitawala ni sehemu ya halali ya China na haijakataa uwezekano wa kuiteka kwa nguvu. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Urusi inaiwezesha China silaha kuivamia Taiwan. Taiwan ni taifa linalojitegemea, ingawa China inasema eneo hilo ni lake. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.